Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Kiparapara Seminari Online TV, karibu kwenye mwendelezo wa tafakari za ujumbe wa Kwaresma wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania mwaka 2026, ujumbe unaosema ndugu, msichoke kutenda mema. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 aya 13. Ikiwa leo tunatafakari juu ya sura ile ya 4 inayosema basi ndugu, tutende mema daima. Katika sura hii maaskofu wanatualika tuifahamu vizuri ni namna gani tutende mema ili tupate kufika mbinguni, ili tupate kuwa watakatifu. Wanaanza kututafakarisha juu ya imani tunayosadiki kwa maneno na imani ile tunayoiishi kwa matendo yetu. Basi kwa imani tunayosadiki kwa maneno ni ile imani ambayo tunaitangaza wazi mbele za watu kwa maneno yetu. Ikiwa wewe ni Mkristo Mkatoliki umebatizwa, unaonesha imani yako kwa maneno yako na maneno yako mbele za watu. Hususan katika misa takatifu tunaona kuna swala zima la kukiri imani, ni swala la kuonyesha imani yetu kwa maneno. Lakini kwa nini tunakiri imani hii kwa maneno? Tunakiri imani kwa maneno ili tujionyeshe kwamba sisi tuna wajibu wa kufanya hivyo kama Wakristo. Haitoshi kuwa Mkristo Mkatoliki mbatizwa na ukashindwa kukiri imani yako mbele za watu. Usione aibu Mkristo Mkatoliki kukiri imani yako mbele za watu. Katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 2 aya 8 hadi 10, Injili inatukumbusha kwamba Yesu atatukiri mbele za Baba yake aliyeko juu mbinguni endapo na sisi tutakuwa tayari kumkiri hapa duniani. Kumbe ni jukumu la kila Mkristo Mkatoliki kumkiri Yesu mbele za watu. Lakini pia mababa maaskofu, lakini pia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wanatutafakarisha juu ya imani tunayoiishi kwa matendo yetu. Haitoshi Mkristo Mkatoliki kuishiwa kuwa mbatizwa na ukahisi kwamba umemaliza kwa ajili ya kutangaza vyema imani yako, lakini ni vizuri sana ukiri imani hii kwa matendo yako, ili kupitia yale matendo yako uweze kuonyeshwa wazi kwamba kweli wewe ni Mkristo Mkatoliki. Waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote sura ya 2 kuanzia aya 17 na kuendelea inatukumbusha juu ya umuhimu wa kudhihirisha imani yetu kwa matendo yetu, kwamba haifai kuwa na imani hasi kuonyesha kwa matendo yetu mema. Hivyo basi Mkristo Mkatoliki anafaa kukiri imani yake kwa matendo yake waziwazi, matendo mema, kuwasaidia wasiojiweza. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa zaidi kufanya matendo ya huruma kama ishara ya kukiri imani yetu kwa matendo yetu. Kurejea ule waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote sura ya 2 aya 17 na kuendelea, maaskofu wanapenda kututafakarisha kwamba imani bila matendo imekufa. Kumbe imani ya maneno na imani tunayoikiri kwa matendo vinahusiana kama pande mbili za shilingi. Lakini pia imani ni msingi, imani ya maneno ni msingi wa imani ile ya matendo, kwamba uwezi kwa kufahamu kwamba kutenda mema si jambo la kibinadamu bali ni jambo la kimungu. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika ujumbe wao wa Kwaresma wa mwaka 2026 wanatukumbusha kufanya mambo yafuatayo ili tupate kutenda mema. Jambo la kwanza ni kusali. Tunakumbushwa kusali daima bila kuchoka ili tupate nguvu ya kutenda mema. Jambo la pili ni kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu, Zaburi ya 119 aya ya 105. Basi kumbe mama askofu wanatukumbusha kusoma neno la Mungu, kwani kwa kupitia kusoma neno la Mungu tunaongea na Mungu na tunapata maoni na nguvu ya kuweza kutenda mema daima. Jambo jingine, Baraza la Maaskofu wanatukumbusha kuenenda katika Roho. Tukirejea waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia ile sura ya 5 aya ya 22 hadi 23, kwani tunda la Roho ni upendo, amani, utu wema, uvumilivu na mambo kadhalika. Hivyo basi Mkristo katika kipindi hiki cha Kwaresma ukiruhusu kuenenda katika Roho utaweza kutenda mambo yaliyo mema. Jambo jingine, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wanatukumbusha kutenda haki. Kwa kadri ya sheria Golden Rule inasema kwamba haki ni kumpa mtu kile anachostahili kupewa. Hivyo basi kwa kurejea waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 6 aya ya 10 na kitabu cha Nabii Mika sura ya 6 aya ya 8, maaskofu wanatukumbusha kupitia vifungu hivyo kutenda haki kwa wenzetu. Jambo jingine, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika ujumbe wa Kwaresma wa mwaka 2026 wanatukumbusha kuhusu kutenda haki, tukifahamu katika Golden Rule kwamba kutenda haki ni kuwapa watu kile wanachostahili kupewa na kumpa Mungu sawa sawa na mapenzi yake. Zaidi ya hayo, maaskofu wanatukumbusha kuhusu swala zima la kusamehe, kutokulipa kisasi na kutokata tamaa. Mpendwa mtazamaji wa Kiparapara Seminari Online TV,
kutakia tafakari njema ya kipindi hiki cha Kwaresma na maandalizi mema ya sherehe za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.